Kwa kifupi kabisa, deni la taifa ni fedha ambazo serikali inakopa kutoka vyanzo mbalimbali kwa sababu ya shughuli za serikali, shughuli za kitaifa. Lakini deni hili vile lina sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza ni kukopa vyanzo vya ndani, lakini sehemu ya pili ni ile ya kukopa vyanzo vya nje ya nchi. Hivi vya nje ya nchi ndio mara nyingi huwa vina matatizo makubwa. Kwa sababu gani? Ulipaji wake unahitaji uwe na sarafu za kigeni, kwa mfano dola, euro, pound sterling na kadhalika. Lazima uwe na sarafu za nje kwa sababu ya kulirudisha. Sasa shida inakuja hapo kwamba sarafu za nje hizo utazipataje? Ina maana lazima tuzalishe kwa wingi sana, tuuze nje, tupate hizo hela, na tupunguze pengine, kama hatuna hela ya kutosha, tupunguze yale manunuzi yetu ya kutoka nje, kwa mfano madawa na vitu vya hapa. Shida ndio hapo inaanza kutokea. Lakini ile la ndani sasa huwa lina mambo mengi. Mojawapo ni ile kwamba serikali pengine inahitaji msaada wa kufanya mambo yake, kwa hiyo inakopa ndani. Kila pili sasa ni ile kurekebisha hali ya uchumi. Inaweza kukopa kwa sababu ya kurekebisha hali ya uchumi na kurejesha hizo fedha katika mzunguko, vile vile kwa nia ya kurekebisha hali ya uchumi, ikiwa ni pamoja na kurejesha wale waliokopa hizo hela wabaki na hela zao. Dr. Safari, tukisema deni la ndani ambalo umesema serikali inakopa ndani, serikali hii inamkopa nani hapa ndani? Mabenki ya biashara vile yanaweza kwenda pale kukopa, na vyanzo mbalimbali vingine wanaweza kupata kukopa. Lakini njia ya pili ni pale serikali inakopa kwenye vyanzo mbalimbali, kwa mfano NSSF kule, naona moja kwa moja serikali inaweza kukopa kule. Hicho ni chanzo kingine cha ndani. Na cha mwisho kabisa ni ile serikali sasa inakopa benki kuu, na serikali inapokopa benki kuu mara nyingi inakuwa ni kama vile kuiambia benki kuu itengeneze fedha nyingi kidogo, ziongezeke kidogo, kwa sababu haina uwezo huo kuhimili mambo mbalimbali ya serikali. Labda tuzungumze kwa ujumla tu, kwa sababu bado sijapata picha deni la ndani ni kiasi gani na deni la nje ni kiasi gani. Deni la ndani ni karibu trilioni 39 na la nje ni karibu trilioni 65. Kwa kifupi tu, kuongezeka kwa deni la taifa, tuna mambo mawili ya kuangalia. Fedha zilizokopwa ni za kwa sababu ya miradi hiyo inayosimamiwa na serikali, inayoendeshwa na serikali, au ni kwa matumizi ya sherehe. Kama ni kwa miradi, tunajiuliza maswali mawili matatu. Je, hiyo miradi itazaa kwa muda mfupi au itazaa kwa muda mrefu? Yaani tutarajie matunda yake kwa muda mfupi au kwa muda mrefu? Kama ni kwa muda mfupi, ina maana kuna tatizo hapo kwamba itabidi serikali ikamue watu, ikamue wananchi wake waweze kurejesha hizo fedha. Kama ni kwa muda mrefu, ina maana ugumu huo utasambazwa kwa vizazi vingi vijavyo, kutegemeana na makubaliano ya urejeshaji wa mkopo. Kama ni miaka 30, kwa hiyo itasambazwa kwa miaka 30. Kama ni kwa miaka 50, itasambazwa kwa miaka 50. Na sababu mara nyingi ukopaji wa serikali lazima uzingatie kwamba deni litarudishwa kwa muda gani, kwa muda mrefu kiasi gani, kwamba muda mrefu kidogo ndio afadhali, lakini riba vile itakuwa kiasi gani. Kama riba itazidi kuwa kubwa, ina maana mzigo ni mkubwa. Kwa kifupi, deni inaweza kuwa la mzigo. Kama miradi hiyo ambayo inafikiriwa, inasimamiwa na serikali, ni muda mfupi au muda mrefu, vyovyote vile itakavyokuwa, bado ni kutakuwa kuna mzigo. Lakini angalau la muda mrefu kidogo inapunguza makali yake kwa vizazi vya sasa hivi. Lakini tuangalie vile vile sasa miradi ambayo tunajua kwamba serikali imeingia gharama kubwa sana kudhani, ile miradi tulikuwa tunaambiwa mara nyingi kwamba tunatengeneza kwa fedha zetu za ndani. Kwa mfano lile bwawa la Mwalimu Nyerere kule, fedha za ndani, lakini vielekea itakuwa kidogo kuna tofauti kidogo hapo. Reli ya SGR, naona rais ana mkakati wa kupanua mpaka Arusha reli ya SGR. Ni jambo jema kwamba kizazi kimoja angalau kinafunga mkanda kwa faida ya vizazi vijavyo. Unajua Roma haikujengwa siku moja. Hilo ni jambo jema, ila tu mkanda usibane sana, hiyo itakuwa tatizo. Sasa hilo sijachambua vizuri nijue miradi hiyo kweli na uwiano, lakini naamini serikali yetu inafanya mambo mazuri tu. Kuna uwiano. Sema sasa uwiano huo unatusaidia nini? Unatusaidia nini katika utekelezaji wa hiyo miradi? Uwiano huo inawezekana kabisa upo. Kwa mfano kama nilivyokuambia, tuna miradi mingi tu. Kuna mambo ya barabara, kuna mambo ya reli, kuna mambo ya mabwawa ya maji haya, na miradi ya umeme na vitu vya namna hiyo. Nadhani umesikia juzi hapa tunanunua umeme kutoka Ethiopia. Tunataka tujiulize sasa, umeme wetu vipi huu? Hautoshi sisi wenyewe kujiendesha katika umeme wetu pekee mpaka tukanunua umeme kutoka Ethiopia. Na tukinunua kutoka Ethiopia, huo ndani wa ziada tutaupeleka wapi? Kama tunasema ni agali, je, utafanya nao nini? Na vitu vya namna hiyo. Si kwamba hatulipi, hapana. Nashukuru serikali, namshukuru Mama Samia yuko makini sana katika hilo. Tunalipa. Sema sasa tunapolipa kuna mambo ya
kuomba tena msaada mwingine, kukopa tena. Kwa sababu ya nini? Miradi bado ni mingi sana. Unajua bwana, nchi inavyokuwa na nchi inavyoendelea, mahitaji yanakuwa makubwa zaidi. Maendeleo yana gharama yake, na moja hapo ndio hiyo ya gharama hiyo ya maendeleo. Na sisi wenyewe kuyamudu hayo si rahisi. Kwa mfano, kutokana na ukuaji wa uchumi, mahitaji ya umeme yameongezeka sana. Sasa tutafanyaje? Tusimamishe mahitaji haya ya umeme, tusimame kutengeneza umeme? Haiwezekani. Kwa sababu gani? Hayo ni matokeo ya maendeleo ya nchi yetu. Na hivyo mahitaji kwa mfano ya ulinzi yameongezeka. Mahitaji ya barabara za lami yameongezeka. Mahitaji yanazidi kukua kila siku, mpaka uje kwenye mahitaji ya hospitali yanazidi kukua kila siku. Kwa nini? Ni gharama ya maendeleo, ni matokeo ya maendeleo hayo. Na hatuwezi kusimamisha maendeleo na hitaji ya maendeleo. Sasa tukubali tu kwamba jinsi nchi inavyoendelea na gharama, hatuna watu kwa maana ya wataalamu. Kwa mfano, angalia dhahabu yenyewe tu ni pesa, lakini wachimbaji ni akina nani? Je, tuna wataalamu kuchimba hiyo dhahabu? Hatuna. Sasa tunafanyaje? Tatizo ndio liko hapo. Tulishaamua kuwapa watu wakachimba, sana tuachie mashimo, lakini sasa tutafanyaje? Na tulishasaini mikataba nao, na madini mengi tu watu wa nje ndio wanajua kuchimba. Kwa nini? Hatuna wataalamu. Kwa hiyo utaona shida kubwa tulikuwa nayo, hatuna wataalamu. Hatuna watu wa kutupeleka huko. Tungekuwa na watu, kwa mfano hii naona bwawa la Mwalimu Nyerere wajenga watu wa Misri. Wa Misri wanao wataalamu wao, ndio maana yake hiyo. Angalia bwawa la Ethiopia wanajenga wa Ethiopia, ila maana wana wataalamu wao. Wa Tanzania tuko wapi? Kwa mfano mimi ushauri wangu binafsi ni kwamba tuhakikishe kwamba tuna wataalamu katika maeneo hayo. Shirika la ndege, na si shirika la ndege, biashara ya usafiri wa anga sio mchezo. Biashara ya usafiri wa anga sio mchezo. Ukisoma maandiko mbalimbali utagundua kwamba ni biashara kidogo inahitaji utulivu na wataalamu wa kutosha kabisa, lakini vile kuhakikisha kwamba tuna soko la kutosha kabisa kwa sababu ya ndege zetu. Unaona kwamba kwa mfano ndege zetu baadhi yao zimekamatwa huko nje, sijui kama zimesharudi kwa sababu tunadaiwa huko nje na vitu vya namna hiyo. Biashara ya ndege haitaki vitu kama hivyo, lakini ni vizuri sana tuhakikishe kwamba tuna soko la kutosha hasa huko nje. Na mpaka sasa hivi kama unavyoona hatujafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kuingia kwenye soko ambalo lipo tayari sio mchezo. Mashirika yameshajizatiti kwa muda mrefu. Sasa sisi tunapenetrate na magani. Sasa angalia mashirika ambayo yana mafanikio makubwa, kwa mfano Ethiopian Airlines, Kenyan Airlines, South African Airlines. Wao walifanya nini? Na wataalamu wao wako wapi? Hebu kachunguze hicho kitu, utagundua kwamba tatizo letu kubwa la sasa hivi ni wataalamu kwenye mashirika hayo. Sasa shirika la CL hili nalo hivyo. Wataalamu wetu wako wapi? Wa kuhakikisha kwamba tunakwenda sisi wenyewe. Sasa hiyo ni pamoja na kutengeneza vitu mbalimbali na namna ya kuvimiliki hivyo vitu na kuvitawanya vizuri katika nchi yetu.